وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kwa hakika Sheikh Saad amemaliza kila kitu, ingawa na mimi vile vile nitachangia tu, lakini ilikuwa hapana haja tena kuzungumza mengine baada ya haya ambaye Sheikh Saad ametueleza. Ilikuwa inatosha kabisa tuingie katika vipindi vya maswali, lakini madamu ndo ratiba ilivyopangwa, basi mimi vile vile nitachangia kwa muda mchache, pamoja na kwamba hii maudhui ambayo nitakuzungumzia ni maudhui pana sana, hatuwezi kumaliza kila kitu, na nitajitahidi kadri ya uwezo kuibana huku na huku ili tunapotoka hapa iweze kufahamika. Okay, kama sisi hapa wengi wetu ni takriban, nyinyi nyote hapa ni wanafunzi, labda wale ambao ni wahadhiri. Nini malengo hasa ya nyinyi kuja kusoma hapa? Dini yetu inatuambia nini kuhusiana na haya masomo ambayo unaisomea wewe, pamoja na kwamba kila mmoja hapa ameshika njia yake? Kuna wale ambao wanaosomea udaktari, kuna wale ambao wanaosomea uhandisi, kuna wale ambao wanaosomea ualimu, na kila mmoja anajua qad alima kullu unasin mashrabahum. Kila mmoja wenu ana malengo yake ambaye amekuja naye hapa. Lakini dini imetufundisha nini kwa mwanafunzi anapokuja kusoma katika shule au mbele ya mwalimu? Malengo yake haswa kubwa ni kitu gani? Kwanza tupate kujua, ndugu zangu, dada zangu, katika Uislamu elimu ni moja tu, nayo ni elimu ya dini. Hakuna elimu mbili wala tatu wala nne. Elimu ni moja, nayo ni elimu ya dini. Ukimpeleka mtoto wako shuleni, nursery school, primary, secondary mpaka university, anakwenda kusoma elimu ya dini huko kama tafahamishwa, lakini na ukimpeleka mtoto wako madrasa, vile vile anakwenda kusoma elimu ya dini. Hizi zote mbili zinafanya kazi moja, naye ni kumfundisha mwanafunzi dini yake na maisha yake ya dunia na kesho akhera. Ingawa wanazuoni wameingia kati wakatafsiri tafsiri mbili, wakasema ukimpeleka mtoto wako shuleni, nursery school, primary, secondary mpaka university, anakwenda kusoma namna gani atamtambua Mola wake huko, na hii ni kama atafahamishwa. Kama hakufahamishwa, basi atatoka patupu. Na elimu zote zinazosomeshwa mashuleni zinampelekea mwanafunzi kumjua Mola wake, elimu zote, kama atafahamishwa. Lakini leo tukisoma elimu ya language peke yake, kuna aina za language fulani fulani zinafundishwa mashuleni, university. Kuna lugha ya Kiswahili, kuna lugha ya Kiingereza, Kijerumani, Kispanish, Kitaliani, Kijerumani, Kichinese, Kijapanese. Hii elimu ya lugha peke yake inamtosha kumfahamisha mwanafunzi kwamba Mwenyezi Mungu ndo ambaye anayeongoza mambo haya. Haya mambo haiendi kwa bahati nasibu. Wewe fikiri, ndugu yangu, leo katika nchi yetu ya Kenya hii kuna makabila zaidi ya 60, na wenda ikawa kabila moja haielewani na kabila nyingine, mmoja akizungumza mmoja asiweze kuyafahamu. Duniani kwa ujumla kuna makabila mangapi? Kuna lugha ngapi? Kwa tafsiri labda ya sawa, ndugu zangu, lugha ngapi duniani? Hiyo peke yake inampasa kumfahamisha mwanafunzi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo ambaye amewajalieni nyinyi mataifa na akawajalia nyinyi kuwa ni matabaka mbalimbali, litaarafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Leo tunaposoma mfano elimu ya geography mashuleni, inakuwaje mfano mvua inateremka? Hii mvua inakuwaje kwaje mpaka inateremka? Ambapo mpaka leo hawa wanaotabiri hali ya anga, hali ya hewa,
wanajaribu tu kutumia mawingu na namna hewa inavyoenda, lakini hii ni elimu ambayo Mwenyezi Mungu peke yake ndo ambaye anaijua. Katika ilmu al-ghaib ambaye ziko 5 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitaja katika surati Luqman, inna Allaha indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth. Mwenyezi Mungu ndo ambaye anayejua kiyama itakuwa lini, na yeye ndo ambaye anaiteremsha mvua. Hii mvua tunaposoma mashuleni masala ya precipitation, masala ya evaporation na cloud formation, inakuwaje ile mawingu inaanza kujikusanya, inakuwaje ile jua inaanza kuichoma maji mpaka maji inakuwa moto, inabakia kuwa ni mvuke, ile mvuke inakuja inachanganywa ndani ya mawingu, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaiteremsha mvua. Hawa wanajaribu, lakini hawawezi kutuambia hii mvua itateremka kiasi gani na itanyesha kwa masaa mangapi, itakuwa tani ngapi ya mvua, itakuwa ni mafuriko au itakuwa ni El Nino au itakuwa ni gharka. Bara ngapi ambao wanatuambia kwamba mvua itakuwa ni manyunyu na inanyesha mvua ya radi, na wakati wangapi ambao wanatuambia hii mvua itakuwa ni kubwa na mara haisinyeshe au ikinyesha itakuwa ni manyunyu. Hii mvua peke yake inapoteremka, ndugu yangu, kwa elimu ya jiografia inatosha kumfahamisha mwanafunzi kwamba kuna Mola ambaye ni muumba. Haya mambo haiendi by nature, haijatokea tu yakazuka yakawa. Leo ulimwengu imekuja kuthibitisha mambo ambayo Qur'ani ilitaja miaka 1448 iliyopita. Masala ya embryology, namna mtoto anavyoishi ndani ya tumbo ya mama, kwanza anavyoingia mle ndani kimiujiza manake, kwa sababu ile manii inapotoka kuelekea kwenye fuko la uzazi zinatoka mamilioni ya manii kutoka katika mgongo wa mwanamume, zinashindana hapo. Sasa mamilioni ya manii, yule ambaye atakayeshinda kuingia katika fuko la uzazi wa mama, huyo ndo ambaye atakayetia mimba. Na saa nyingine wanaingia wawili kwa pamoja, saa nyingine wanaingia watatu kwa pamoja, hata zaidi. Na namna huyo mtoto anavyoishi ndani ya tumbo mama yake, mascientists wamekuja kujua hivi juzi tu. Hawa wengine wameaiba kutoka ndani ya Qur'an. Qur'ani ndio ambaye imeelezea elimu ya masala ya embryology, namna mtoto anavyoishi ndani ya tumbo mama yake. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja hii katika surati An-Nur, anasema thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa fakhalaqna al-'alaqata mudghah fakhalaqna al-mudghata 'idhama fakasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kisha tukaifanya ile tone la manii ikawa ni tone la manii, tukaigeuza ikawa ni damu. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa. 'Alaqa ni damu iloning'inia, maana yake imecling, ambapo leo masayansi wamethibitisha hiyo. Mtume alijuaje hizi? Na wakati wake ilikuwa hakuna maabara, hakuna vitu vya kupima kwenye laboratory, hakuna CT scan, hakuna MRI. Alijuaje huyu kama si mtume wa Mungu? Na maana yake Qur'ani imethibitisha hiyo. Ndio unamuona ule Morris Bukaile kwenye kitabu chake The Quran, The Bible and the Science. Huyu bwana baada ya kuisoma Qur'ani, na yeye alikuwa ni Mkristo huyu bwana, kila anachosoma ndani ya Biblia na anachosoma ndani ya sayansi inakubaliana na ile ya Qur'an, na Qur'ani inakuwa iko juu ya yote ambaye yeye aliyasoma na kuyajua. Tukaigeuza ile tone la damu ikawa ni mnofu wa nyama. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa fa khalaqna al-'alaqata mudghah. Mnofu wa nyama ni kama ambaye imeliwa, nyama ya steak maana imeliwa na mtu kisha kaitema, mfano wake si ya kuridhia mtu kuiona, ambapo leo mascientists wameyaona hayo. Mtoto anapotaka kuumbwa, ile nyama inavyogeuka ni kama mtu ameitafuna alafu akaitema. Ndio binadamu alivyotokea, ndugu zangu. Thumma khalaqna al-mudghata 'idhama, kisha tukaigeuza, tukaiumba upya ile mnofu wa nyama, tukaigeuza ikawa ni mfupa.
thumma kasawna al'idhama lahma, kisha tukaivisha ile mfupa nyama juu yake. Ndio wanazuoni wengi wanakubaliana, wanasema ndio hii ngozi ya mwisho hii. Ndugu zangu, hii ndio ngozi ya binadamu ambayo ilivishwa juu ya mfupa wakati binadamu anapoumbwa ndani ya tumbo ya mama yake. Hali ingelikuwaje leo tungekuwa sote hapa hatuna ngozi hii ya nje, ndugu zangu, ambayo kila mmoja amepewa rangi yake hapa? Hakuna kiumbe ambaye angekuwa anatisha katika dunia hii kama binadamu. Angekuwa mimi na wewe tunatembea mabarabarani, madamu yanatiririka kila mahali, ulipo unatisha, hata viumbe wengine wanakutoroka. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupamba sisi, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Leo unashangaa ndugu zangu, tutakuja kuelezea haya. Watu leo wanaipinga Uislamu na kuyakataa, na haya yote ambao wameyasoma yamo ndani ya Qur'an na wanayaona, wanayapinga kwa akili zao tu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alishayathibitisha miaka nyingi iliyopita, ndugu zangu. Wewe angalia mfano leo tunaposoma katika science, elimu ya science, ndio tunasema unapokwenda shuleni, we mwanafunzi, unakwenda kusoma namna gani utamtambua Mola wako ambaye ni muumba wako. Katika elimu ya science, mfano tukisoma mwili wa binadamu tu, tuache vitu vingine, namna binadamu mwili wake unavyofanya kazi, Qur'ani imeelezea kiufasaha, kinaga ubaga, bila kupatikana doa wala kasoro mahali. Namna macho inavyoona, inakuwaje macho inaona, inakuwaje akili ya binadamu inavyofanya kazi, inakuwaje moyo wa binadamu inadunda damu, inakuwaje figo inasafisha damu, inakuwaje figo, mapafu inapumua hewa, na matumbo leo inavyopokea yale ya kupokea na mengine yakayatoa nje. Hii peke yake inampelekea mwanafunzi kujua kwamba kuna muumba ambaye ni Mwenyezi Mungu ambaye anayeongoza haya mambo. Haikutokea bahati nasibu tu. Wewe angalia leo tunaposoma katika elimu ya biology, labda nitamalizia 2-3 alafu tuingie katika mambo mengine, kwa sababu nitakayoeleza hii maudhui ni refu. Tunaposoma katika elimu ya biology, yai la kuku, egg, kwa Kiarabu inaitwa baydha. Hii yai la kuku Mwenyezi Mungu ameliumba kwa mfano ambao umepigwa simiti juu yake. Hakuna shimo wala dirisha wala mlango pale kitu kinaweza kuingia ndani. Lakini jambo la ajabu, kuna kiumbe ambaye anaishi mle ndani. Nani mwenye kumlisha huyu kiumbe? Nani mwenye kumpa maji ya kunywa? Nani mwenye kumpa hewa ya oxygen? Nani mwenye kumkuza mpaka mwisho akaweza kupasuka akatoka nje? Wewe fikiri ndugu yangu, yai ya mbuni na yai ya quail ambayo wanamuita aluru. Quail, mnyama, yai ndogo sana hii. Huyu kiumbe anaishi vipi mle ndani? Nani mwenye kumkuza huyu kiumbe? Watu leo wanayaona haya na bado mtu anakuwa haamini tu, ndugu zangu. Anasema hakuna Mungu, mimi ni atheist, mimi ni scientist. Science gani hii ambayo leo inakupeleka wewe kutomjua Mungu wako, ikiwa kila kitu iko mbele ya macho yako? Mbele ya macho yako, ndugu zangu. Leo tukiulizana hapa katika elimu ya historia, elimu ya history, katika history hii, labda wengi wenu hapa nikiwauliza hili swali mtaanguka, ndugu zangu, na tumeyasoma sote. Kati ya kuku na yai, gani ilokuja mwanzo? Naomba kama kuna mtu anajua jawabu ainue mkono tu. Naomba uinue mkono ujibu. Usiogope kwa faida ya umma tu. Kwa hivyo hakuna jawabu jamani, ni wanafunzi wote ambao mko university. Hii elimu hamjawahi kuipitia ama hamjawahi kufundishwa jamani? Kati ya kuku na yai gani ilikuja mwanzo? Naam Sheikh, toa sauti kidogo. Yai. Ndugu yetu amesema kama ni yai. Kuna jawabu nyingine? Okay, kwa sababu naona tunakwenda mbio na wakati nao unakwenda. Hili swali kwanza tukiulizana kihistoria, sio kidini, kihistoria, hatuwezi kupata jawabu. Kwa sababu ikiwa wewe umesema kwamba ni yai ndio imekuja mwanzo, hakuna yai ambaye inaweza kuja bila kuku.
Na ikiwa utasema ni kuku ndio imekuja mwanzo, hakuna kuku ambaye inaweza kuja bila yai. Sasa ikiwa yai ndio ilikuja mwanzo, ni kuku gani ilotaga yai hiyo? Na ikiwa ni yai ndio ilikuja mwanzo, ikiwa ni kuku ndio ilikuja mwanzo, ni yai gani ilizaa kuku hiyo? Sasa ili uweze kujua kihistoria, lakini ni nani anayejua kati ya kuku na yai nani alikuja mwanzo? Tutasema ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndio anayeongoza mambo haya. Lakini katika dini, tukija katika masomo ya dini sasa, ndugu zangu, ili upate kujua ni kuku ama yai ndio ilikuja mwanzo, Mwenyezi Mungu ametaja ndani ya Qur'ani katika aya nyingi. Mwenyezi Mungu anasema wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, katika kila kitu tuliumba mume na mke. Wanyama wote walikuja kama mume na mke, hawakuja tu mmoja mmoja hapa. Dini yetu imeshaweka suluhisho mambo haya, ndugu zangu, imeshaweka suluhisho mambo haya. Ndio unaona unapokwenda shuleni unakwenda kusoma namna gani ya kumtambua Mola wako ambaye ni muumba wako. Wallahi tunasikitika kuyazungumza haya, wakati mwingine sisi tunakwenda university hizi tunaona mambo ya ajabu sana kwa baadhi ya wahadhiri Waislamu, wasomi Waislamu. Mtu ni profesa ndani ya dini ya Kiislamu, amezaliwa ndani ya Uislamu, lakini mpaka leo hajui arkanul iman. Kuna mtu ni daktari hajui kusoma Qur'an. Aibu ndugu zangu. Yaani wewe leo elimu hii imekuweka mbali na Mungu kiasi hichi. Unamkuta mtu leo ni nas, mashallah, ni mkunga hodari, lakini mpaka leo hajui kuoga janaba. Na hii ni msiba katika umma ndugu zangu, ndio tutakuja kuyaona hapa. Kwa hivyo unapompeleka mtoto wako shuleni, kwanza anakwenda kumsomea na kumtambua Mola wake ambaye ni muumba wake. Na tunapompeleka mtoto wetu madrasa, au wewe unapokwenda kusoma madrasa, mbali na kuwa unakwenda kusoma namna gani utamtambua Mola wako ambaye ni muumba wako, madrasa vile vile tunasomeshwa hayo. Na ndio tutakuja kuyaona hapa masala ya ilmu ya tauhid na mambo ya aqida na mengineo. Tunakwenda kusoma madrasa ya pili, ni namna gani tutamwabudu Mola huyu. Tutamwabudu vipi? Kwanza madrasa utafundishwa huyu Mwenyezi Mungu ni nani, ana sifa aina gani, ana nguvu kiasi gani, tunamwabudu Mola aina gani. Hii ndio ilmu ya tauhid. Wa tauhid awalan ya ikhwata al-iman, tauhidi ndio ambayo inakuja mwanzo kabla ya kila kitu. Lazima mwanzo umjue Mungu ni nani, huyu ana nguvu aina gani. Wewe kama Muislamu upate kujua mambo yote hapa duniani yanaongozwa na Mwenyezi Mungu. Mungu ndio ambaye anayepeleka, haikutokea by nature kama wanavyotafsiri hawa wasiokuwa Waislamu malasafu shadid, na wale ambaye hawana dini katika dunia hii, kwa mambo mengine yametokea tukibahati nasibu. Ndio mpaka leo evolution theory ya Darwin zinafundishwa mashuleni, na ikija kwenye mtihani itabidi wewe mwanafunzi ujibu. Kwa binadamu asili yake ilikuwa ni nyani tu, alikuwa matumbiri haya, waliyadhu billah. Na hii ndio mtihani mkubwa. Leo research iliyofanywa katika nchi ya Kuwait wanasema 60% ya wahadhiri ndani ya university duniani 60% ni ma-atheist, hawaamini kwamba kuna Mungu. Sasa huyu ambaye haamini kwamba kuna Mungu, ndio wewe unampeleka mtoto wako amsomeshe, unatarajia kitu gani kwake yeye? Lakini mwanafunzi ambaye amejenga msingi wa madrasa na akaisoma Qur'ani, basi huyu yumo ndani ya salama ndugu zangu, yumo ndani ya salama. Ndio unaona vikao kama hivi ni vikao muhimu sana, tupate kukumbushana haya mambo, upate kujua malengo ya wewe kusoma ndugu yangu. Isiwe malengo hii ambayo unaisomea wewe, imma umeshika line ya udaktari, au umeshika line ya uhandisi, au umeshika line ya mtu kuwa agriculturalist, unataka kuwa mkulima, ikakusahaulisha kwamba haya mambo yanaendeshwa na Mungu, ni muumba ambaye anaongoza mambo haya. Pata kujua ndugu yangu, utakuwa ndani ya hatari kubwa sana, utakuwa ndani ya hatari kubwa sana. Bado nikimalizia hapa, kabla tujaingia kwenye pincha maswali, tupate kujua ndugu zangu, katika elimu yote ambayo tunayasoma sisi, wanazuoni wameweka vigawanyo kwa mujibu wa Qur'an na Sunna.
Kuna elimu ambaye ni fardha ain, ni lazima kila Muislamu aisomee. Usipoisomea wewe kama Muislamu utaandikiwa dhambi katika maisha yako. Utakuwa unaishi lakini malaika wanaandika dhambi tu. Ya kwanza ni kumjua Mola wako na huyu Mwenyezi Mungu ambaye tunamwabudu ni nani. Masala ya tauhid na akida yako ni lazima uisomee hiyo. Hii ni wajibu, sio masala kwamba nikipenda au naona au naonaje. Hapana, ni lazima upate kujua hakuna kinachotendeka katika dunia hii ila kwa amri ya Mungu, na hakuna jambo lolote ambaye itakufika wewe mpaka Mwenyezi Mungu ametaka. Lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ndio unaona, usipojua hii kwamba hakuna kitu itanifika mimi wala itanidhuru wala itanisibu mpaka Mungu ametaka. Ukiwa na itikadi kama hii, wewe huwezi kwenda kwa waganga wala kwa wachawi, wala huwezi kuamini vitu ambavyo havipo, havina uwezo. Ukampa jini uwezo mkubwa sana kwamba ana uwezo wa kummaliza mtu, ana uwezo wa kumpagawa mtu. Hii uwezo hana, na ndio yeye mwenyewe ameitaja katika surati Ibrahim aya nambari 22, anasema wama kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Mimi nilikuwa sina uwezo juu yenu, lakini nilikuwa na waiteni tu, ni mkao mnaniitikia. Anakuja na whisper baadhi ya maneno katika masikio yako, ananong'oneza maneno katika masikio yako, maneno mabaya, maneno machafu, maneno ambayo ni ya ushirikina, maasi na mengineo. Wewe ukiyatekeleza hayo, umempa uwezo ambaye hana, lakini hana uwezo juu yako. Na ikiwa jambo lolote litanifika mimi kama Muislamu, ni lazima umwamini hakuna ambaye anaweza kuyaondoa isipokuwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Mwenyezi Mungu akikutia madhara wewe katika mwili wako, katika maisha yako, hakuna ambaye anaweza kuyaondoa madhara hayo isipokuwa Mwenyezi Mungu. Hata wewe leo unaugua malaria tu, unapelekwa hospitalini, unadungwa sindano, unameza dawa, si kwamba ile sindano ndio imekutibu wewe. Wewe daktari lazima ujue hiyo. Si kwamba ile dawa ndio imekutibu wewe, wala si kwamba ule daktari ndio ambaye amekutibu wewe, lakini upate kujua dawa ni sababu ya kupona kwako, sindano ni sababu, daktari ni sababu, lakini mwenye kutibu ni nani? Ni Allah. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Mimi nikiwa mgonjwa, basi Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anayetibu. Ndio unaona madaktari wengi wanakuambia mimi ni daktari bingwa bwana, ama baadhi ya watu wanawasifu baadhi ya madaktari kama Mungu. Wanasema kama si yule daktari huyu jamaa asingetoboa, kama si yule daktari kwa kweli huyu angekuwa katika hali mbaya. Huyu si chochote si lolote, si chochote si lolote. Mimi nimekwenda katika nchi ya India, daktari mmoja anaitwa Dr. Muqaddam ambaye ni Muislamu. Huyu anasema sisi madaktari katika nchi ya India tunafaulu kwa sababu tumemweka Mungu mbele. Tunajua sisi hatuna uwezo wa chochote katika matibabu ya mtu. Hata ukitaka kumfanyia mtu test, anasema anaswali rakaa 2, anamuomba Mungu amfungulie apate kujua matatizo ya huyu bwana ni kitu gani, asije akamtibu maradhi ambayo sio hiyo. Leo wangapi ambaye leo wanapelekwa kwenda kufanyiwa vipimo katika mavipimo hivi vinaitwa nini? Zile matest ndio inaitwaje? Ina matamshi yake moja tu, sehemu ya kupima vitu ambaye labda mtu anaugua maradhi. Diagnostic center. Wangapi ambaye leo wanapelekwa ma diagnostic center wanapimwa vitu ambavyo sio hiyo ambao wanaugua wao. Hii yote ataka taufiki ya Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, anasema si tumemweka Mungu mbele, na ikiwa mfano ni maradhi ambayo inatakana operation, tunaamka tahajjud, wengi wetu tunaswali, tunamuomba Mwenyezi Mungu atusahilishie. Hii sio kazi rahisi, si wewe ndio ambao unaitibu. Upate kujua hiyo ndugu yangu, upate kujua hiyo. Unaona? Kwa hivyo hii elimu ya kwanza, upate kumjua Mwenyezi Mungu na upate kumjua nguvu za Mwenyezi Mungu. Mtu leo katika elimu ambayo ni lazima fardha ain ni mtu mfano kuisomea swala na vilivyo vizunguka swala, namna ya kuswali, namna ya kutawadha, namna ya kuoga janaba, namna ya kusoma surati al-Fatiha. Hizi zote ni fardha ain.
Wewe kama Muislamu leo usipojua kusoma surati al-Fatiha, wewe utakuwa ndani ya madhambi. Utaswali vipi ndugu yangu? Leo wangapi katika Waislamu hawajui kuoga janaba mpaka leo? Mtu anatembea na janaba mwilini, na huyo ukija kumuona ni profesa miongoni mwa profesa anaitwa duniani, au elimu yake mashallah ana cheo kikubwa, lakini janaba hajui kuoga. Aibu. Sasa lazima uweke dini yako mbele mwanzo. Swala wewe lazima uisomee swala, inaswaliwa vipi? Nguzo za swala ni ngapi? Wajibati za swala ni ngapi? Sunna za swala ni ngapi? Mambo gani ambayo inatengua swala ya mtu? Ukifanya hivi swala yako itatenguka, itaharibika. Udhu unafaa kutawadha vipi? Yapi ambayo ni lazima ndani ya udhu na yapi ambayo sio lazima? Mambo gani ambayo inatengua udhu ya mtu? Kuoga janaba naye unafaa kuoga vipi? Wewe mwanamke ukiwa ndani ya hedhi, ukiwa ndani ya nifas, ukiwa ndani ya janaba unafaa kuoga vipi? Hizi ni vitu ambayo ni fardhu ain. Usipoyasomea ndugu yangu, kila ukikosea utakuwa unaandikwa madhambi, unaandikiwa madhambi. Unajua katika ilmu ambayo ni fardhu ain ni mtu kusoma baadhi ya vipengele ndani ya Qur'an, kuhifadhi hasa baadhi za sura ndani ya Qur'an kwa ajili ya kuiboresha swala yake. Lazima uhifadhi baadhi za aya ndani ya Qur'an. Hii ni kitu lazima. Unajua kuhifadhi Qur'ani nzima ni fardhi kifaya, ni faradhi yenye kutosheleza. Maana yake si watu wote wanaweza kuhifadhi Qur'ani nzima, si watu wote ambao wana uwezo huo, wana nguvu hiyo. Kwa hivyo inabaki kwa baadhi ya watu. Wakiacha kuhifadhi Qur'ani watu wote, basi madhambi itawaangukia sisi Waislamu sote. Lakini wakihifadhi baadhi ya watu na wengine wakawa hawakuweza kuhifadhi nzima, lakini wakahifadhi baadhi za sura kwenye Qur'an, ili unaposimama kuswali unaswali nazo. Na surati al-Fatiha ni lazima uhifadhi. Alafu sura zingine unapoamka tahajjud. Ndio hapa tukataja leo, kuna baadhi yetu sisi hapa toka tulipotoka madrasa miaka 30 imekatika, sasa 40. Wengine wetu hapa tulihifadhi kul wallahu wal asr, mpaka leo unaanza kuzoeka, unazeeka sasa hivi ndugu yangu. Wewe na kul wallahu wal asr, kul wallahu. Jamani, huna sura nyingine angalau ujivunie naye kwenye tahajjud? Wewe ni hiyo tu miaka yote, miaka nenda jamani. Hii ni aibu ndugu zangu. Kwa nini masomo mengine unayafanyia bidii kiasi hichi? Hii dini yako na umeitupa tu hivi. Wewe leo unaikeshia masomo unayosoma wewe, utaki ikupite. Unataka ujue kwa kila details ambayo inatakana mtu kujua. Lakini mambo ya dini yako unayapuuzia hivi tu. Upate kujua ndugu zangu, hii ni matatizo makubwa sana. Umefahamu? Ni matatizo makubwa sana. Mtu mfano kusomea elimu ya fiqhi, ukapata kujua halal ni kitu gani, haramu ni kitu gani. Sio kila kitu wewe unauliza. Ndio unaona leo maswali mengi yanakuja, hii kitu ni halali ama sio halali, ni haramu au halali. Mtu kuoga janaba anafaa kuoga vipi? Hii ndio maswali yanakuja kwa Waislamu wengi, na ndio inaonyesha wazi leo Waislamu wengi masala ya dini yao hawaijui, na kuna mengine inakuwa ni wajibu, ni fardhu ain kwa wao, wanaandikiwa dhambi bila wao kujua, wakifikiri kwamba haya ni mambo ya kucheza cheza tu, kumbe si mambo ya kuchezea. Ndio kuna elimu zingine ambazo ni sunna, na kuna elimu ambayo nyingine ni haramu mtu kujifundisha, hasa mtu kujifundisha elimu mfano ya mambo ya ushirikina, mambo ya kumpeleka mtu katika ukafiri na mengineo kama haya, yanakuwa ni mtu ni haramu kabisa. Sasa kwa ufupi ndugu zangu, ukimpeleka mtoto wako shuleni, ama wewe unapokwenda shuleni unakwenda kusoma, namna gani utamtambua Mola wako ambaye ni muumba wako? Na ukimpeleka mtoto wako madrasa, ama wewe mwenyewe unapokwenda kusoma madrasa, mbali na kuwa unakwenda kusoma namna gani utamtambua Mola wako ambaye ni muumba wako, unakwenda kusoma namna gani utamwabudu Mola huyu. Nini ambaye ni halali, nini ambaye ni haramu, haiwezi kupatikana shuleni, itapatikana madrasa. Mambo gani ambaye inamfurahisha Mungu, mambo gani ambaye inamkasirisha Mungu. Muislamu anafaa kuswali vipi? Muislamu leo anafaa kuishi vipi katika ardhi hii? Anafaa kuwalea watu wake vipi? Anafaa kuishi vipi na mke wake na mume wake? Hizi zote hauwezi kuyapata shuleni, utaipata madrasa. Lakini leo malasafu shadid, wazazi wengi wameigawa hii elimu moja ambayo ni elimu ya dini, wakaifanya ikawa ni elimu mbili, kisha wakatafsiri kimakosa kabisa. Wakasema ukimpeleka mtoto wako shuleni, nursery school, primary, secondary mpaka university,
anakwenda kusoma elimu ya dunia huko, na ukimpeleka mtoto wako madrasa anakwenda kusoma elimu ya akhera. Kisha tukatafsiri kimakosa kabisa kwamba ukimpeleka mtoto wako shuleni akisoma sawasawa, huyu hawezi kupata tabu hapa duniani, ataheshimika, ataishi maisha mazuri, maisha ya raha. Lakini mtoto wako hata akihitimu Qur'ani mara ngapi, mwisho wake itabakie kurandaranda ovyo, hana kazi. Na ndio hii fikra ambayo imeenea kwa wingi wetu. Watu wa kike wengi wakifika standard 4 wanatolewa madrasa, shuleni atolewe, wala hakuna hofu kule. Na saa nyingine ni miss school ambayo wamechanganyika wanaume na wanawake, na kuna walimu ambao ni wanaume. Wazazi hawahofii, wanahofia walimu wa madrasa, na wako tayari wazazi hawa, mtoto amemaliza form 4 apelekwe mpaka university Ulaya akasomea elimu fulani, akatakhasus Ujerumani, akaenda Japani, akaenda Uturuki. Lakini ukija upande wa dini ni zero, hakuna kitu ambacho tunafanya sisi. Kwa hivyo hizi zote ndugu zangu tumehalalishiwa kuyafanya na kuyasoma, lakini isitupeleke kiasi ambacho leo ikatuweka mbali na dini yetu kiasi hichi dini yetu hatuyajui, hatukuipa kipawa mbele. Umeona ndio unaona wakati mwingine hizi elimu ambayo tunayasoma sisi ikiwa itahatarisha dini yetu, basi bora ikae dini yetu iwe juu. Lakini leo sisi tuko tayari kuitupa hii dini kwa sababu ya hii dunia. Na hii masomo mengine yote ndugu zangu upate kujua ambayo tunayasomea sisi yatabaki hapa hapa. Elimu yako ya dini ndio ambayo utaenda naye mpaka kaburini, na itakufuata na zile ibada zote ambazo ulizifanya mpaka mwisho mbele ya Mungu utahesabiwa nalo. Aqulu qawli hadha subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant